habari ya wakati huu, mtazamaji wa Darubini ya Biashara. Karibu tena kwenye kipindi chako pendwa cha Darubini ya Biashara. Na mara nyingi tunapenda kukiita kipindi pendwa kwa sababu ndiko mahali sahihi ambako tunakuangazia masuala mazima ya ujasiriamali, biashara pamoja na vijana, kama ambavyo wewe mwenyewe pia unaniona. Majina yangu ni Justin Maire na hii ni IAA Media TZ. Karibu tena kwa wiki nyingine murua, na leo tutakuwa na mgeni maharum kabisa, anaitwa Hemedi. Yeye ni kijana mwenye ndoto kubwa sana za kuwa mzalishaji na mchakataji wa bidhaa bora za lishe pamoja na bidhaa za urembo kwa namna moja ama nyingine kwa kutumia zao la mwani. Unaifahamu mwani wewe? Basi endelea kuwa nasi toka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki kuona namna ambavyo mmea huu wa mwani unaopatikana katika maeneo fulani hivi ya Tanzania kama vile Zanzibar, Pwani pamoja na Tanga, umuhimu wake na thamani yake tutakapokuwa tunazungumza na Hemedi katika kipindi hiki cha Darubini ya Biashara. Karibu. Hemedi, karibu sana kwenye Darubini ya Biashara. Asante sana Mr. Justin. Unajisikiaje kwanza kuwa katika kipindi chetu kwa wiki hii? Najisikia vizuri sana. Ni fursa moja ambayo nilikuwa naitamani kuipata siku nyingi, lakini hatimaye leo nimeipata. Kwa hiyo namshukuru Mungu kuwa na wewe leo. Swali la kizushi kabla hujafika hapa kwenye hiki kipindi cha Darubini ya Biashara, kitu gani ambacho kilikuwa kina pop up kwenye kichwa chako? Kabla sijafika hapa, kwanza nilikuwa najiona kwamba leo nitafikia watu kadhaa ambao wanatamani kusikia kuhusiana na fanya nini na namna gani naweza nikawafikishia bidhaa zangu. Kwa hiyo nilikuwa na nani kubwa na lengo kubwa sana ambalo liko kichwani kwangu kwamba leo naenda kufanya kitu kikubwa sana ambacho kitanisogeza sehemu husika. Basi karibu sana, na watazamaji wa Darubini ya Biashara wako tayari kukusikiliza na wapo tamani kusikia zaidi ambayo wewe unafanya na nini ambacho unatamani kukifanya. Basi angalau kwa sekunde chache uweze kuambia wewe ni nani na unafanya nini. Asante sana. Na mimi naitwa Hemedi Bakari Isa. Wengi wanajua kama Hemedi Mvungi. Ni mjasiriamali mdogo ambaye ndo najitafuta unasema. Najishughulisha na uzalishaji wa vyakula vya binadamu. Vyakula vya binadamu kwa maana vyakula vinavyotokana na nafaka ambazo zinazalishwa hapa nchini kwetu Tanzania. Ukizungumzia nafaka kama mahindi, ndio zao langu kubwa ambalo nilianza na biashara hiyo ya mahindi, kwa maana kutengeneza unga wa dona na unga wa sembe. Lakini pia ninazalisha bidhaa za mwani ambazo ni mojawapo ya bidhaa lishe. Tunasema bidhaa lishe ambayo ni muhimu sana katika kuongeza virutubisho muhimu katika mwili wa binadamu. Katika bidhaa lishe yangu ina ingredient mojawapo muhimu ambayo inapatikana Tanzania hapa, kama alivyoitangulia kuisema Mr. Justin hapa kwamba tuna bidhaa ya mwani. Ni zao ambalo linapatikana katika mikoa ya Pwani ambayo inalimwa katika maeneo ya baharini, hasa katika mikoa ya Lindi, Mtwara, Tanga, Zanzibar. Zinapatikana kule Pemba tunazipata hizi, lakini kwa upande wetu huku bara watu wengi bado walikuwa hawana ujuzi na au kulifahamu hili zao, kwamba hili zao lina siri gani na hili zao linapatikana katika maeneo gani Tanzania. Kwa hiyo leo nitawaletea kwa muhtasari kidogo namna gani tunaweza tukalifahamu hili zao na namna gani tunalitumia katika kuzalisha bidhaa zetu za lishe na bidhaa za urembo kwa hapa kwetu Tanzania na maeneo mbalimbali. Asante sana Hemedi kwa utangulizi huo murwa kabisa. Na mtazamaji wa Darubini ya Biashara, ndio kwanza tumeanza, natamani na wewe uendelee kujiuliza kuhusiana na mwani. Unaofahamuje mwani? Lakini pia endelea kutarajia mengi mazuri yanayotokana na mwani kwenye upande wa chakula pamoja na bidhaa za urembo kama ambavyo Hemedi amezungumza. Hemedi, nini ambacho kilikuvutia zaidi wewe kufikiria kwanza kutumia mwani ambao huku bara haupatikani, lakini pia kuanza kutengeneza bidhaa ambazo zitakuwa na ingredient inayotokana na mwani? Kwanza mimi ni mzalishaji wa chakula, na wakati nafanya uzalishaji wa chakula nilikuwa nimeiona fursa pia ya chakula lishe, kwa sababu Tanzania yetu bado ina changamoto ya lishe bora katika maeneo mbalimbali.
baada ya kusikia na kulisoma zao la mwani, nikapata kujua ile nutrients ambazo ziko katika lile zao, nikaona kwamba hii ni fursa. Kwa nini nisiweze kuanzisha kitu kinachoitwa unga lishe ambao utakuwa na ingredient ya mwani? Lakini baada ya kuendelea kulisoma pia nikagundua kwamba mwani pia kumbe unatumika katika kutengeneza bidhaa mbalimbali za urembo na bidhaa mbalimbali za lishe, na wale ambao ni watu wa health conscious, kupunguza uzito na mambo mengine katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo nikaona hii ni fursa ambayo naweza nikaitumia, nikapata kuwa na bidhaa ambayo itakuwa ni ya tofauti na itakuwa inaleta mapinduzi makubwa katika kuboresha lishe za Watanzania katika maeneo ambayo mimi napatikana. Okay, asante na hongera sana kwa juhudi ambazo umezifanya. Asante sana. Mimi nilikuwa nikijiuliza, kwanza kawaida unazalisha unga ambao wengi tumezoea leo kuutumia. Kwanza unachakata mwenyewe kwenye kiwanda, alafu unapaki pamoja na kuuza. Lakini uliona hiyo haitoshi, ukakaa chini kusoma. Yani ulitumia muda wako kujifunza, alafu baadaye ukawaza kwamba nije na bidhaa nyingine ambazo mwani itakuwa ndani yake. Ndio. Sijui kama ni kawaida kwa wajasiriamali wengi kutumia muda kusoma. Mimi ninachojua ni kuuza na kupokea pesa. Wewe encouragement ya kujifunza na kusoma licha ya kwamba tayari ulikuwa na biashara unafanya imetoka wapi? Wanasema usipofanya tafiti, unapofanya utafiti lazima usome, na mjasiriamali ili uweze kukua katika industry yako lazima uweze kusoma ili uweze kugundua vitu vipya na vitu ambavyo vinaweza kuleta mapinduzi katika biashara yako. Mimi nina tendency ya kusoma. Kwa professional mimi ni librarian. Kwa hiyo ili niweze kumhamasisha mtu mwingine asome lazima na mimi niweze kusoma. Kwa hiyo ilinichukulia kama kigezo mojawapo cha mimi kuwa na tendency ya kusoma ili kujifunza na vitu vingine ambavyo mimi bado sijavifahamu. Kwa hiyo katika pitapita zangu ndo nikakumbana na hilo swala la mwani, nikaona sasa yes, hii hapa inaweza ikaniletea kitu kimoja cha tofauti sana katika mapinduzi ya biashara yangu. Watazamaji wa biashara wameipata hiyo na wamechukua, na mimi pia nimeendelea kuibeba kama ambavyo nilizungumzia. Mimi ninajua kwamba ni mwanafunzi wa chuo cha Uhasibu Arusha, nje ya kwamba ni mjasiriamali, na ni mwaka wa mwisho sasa. Tunahesabu wiki kadhaa zimebaki ili kuweza kwenda mtaani. Kwa lugha nyingine unawaambiaje kwanza wajasiriamali au wafanyabiashara walioko mtaani? Kipindi nilicho nacho ni kifupi sana mimi kutoka hapa kuelekea mtaani, na nimejipanga vizuri kwamba maisha ya mtaani naenda kuyaanza vipi. Nilishakwisha yaanza kabla sijaja kusoma, nikayapause kidogo, lakini yalikuwa yanaendelea. Lakini nikirudi sasa narudi na nguvu mpya, kwa sababu kupitia chuo cha Uhasibu wa Arusha nimekuwa nikipata elimu ya hiki nilichokuja kukisomea, lakini pia elimu ya ziada kupitia business startup ya hapa IAA. Kwa hiyo nimeweza kujinoa vizuri kipindi ambacho niko chuoni kupitia wakufunzi walioko hapa chuoni, na kupitia startup nimepata maarifa makubwa sana ya namna gani ya kupambana na ujasiriamali na namna gani ya kungamua changamoto zilioko, kuzitatua na kuhakikisha kwanza biashara yangu inakwenda mbele. Kwa hiyo nikirudi mtaani nitaanza kuitumia hizi skills zote ambazo nimezipata hapa ili niweze kuboresha bidhaa zangu na pia biashara yangu, kwa sababu mwanzo tu watu tunafanya tu kwa ule uzoefu. Unajua biashara saa nyingine ni passion, kwa unaweza ukatumia ile skills ambazo unazo mwenyewe, lakini ukipata elimu kidogo inakuongezea, inakuboost, inakupa nguvu ya kwenda kufanya kitu kwa uweledi zaidi. Kwa hiyo naamini kwamba naweza kufanya vizuri zaidi kupitia haya ambayo nimeyapata kupitia Business Startup Center na chuo cha IAA. Nice. So, kabla sijarudi kwenye point ya msingi ya kukuuliza mwani na bidhaa, ninataka kuvimba na wajasiriamali walioko mtaani kwamba sasa anakuja mwamba ameweka kifua mbele, nje ya kwamba ni mjasiriamali lakini ana elimu ya kutosha. Natamani kufahamu kidogo tu, umezungumzia elimu uliyoipata ndani ya chuo cha Uhasibu Arusha nje ya librarian, lakini katika Business Startup Center iliyoko hapa IAA. Ni kitu gani ambacho unahisi kimekuwa kizito umekipokea ama umekibeba kusema kwamba hiki kinaenda kunisaidia kweli kweli katika biashara yangu, ukizingatia tayari ulikuwa ni mfanyabiashara before? Nimepata mambo mengi, lakini jambo kubwa sana ambalo nimelipata ni namna ya ile business management. Okay. Kwa sababu biashara yoyote isipokuwa na management inakuwa haiwezi kufikia malengo. Nimekuwa nikipata changamoto mbalimbali hapo awali
yote wakati ninajifunza nimegundua kwamba nilikuwa kuna mambo siyafanyi, ndio maana nilikuwa nakumbana hizo changamoto. Kwa hiyo nilivyokuwa nimepata zile skills za namna gani ninavyoanza katika ideation stage mpaka ninapofikia commercialization, na namna gani ya kudili na changamoto ambazo ninakutana nazo, namna gani ya kumtafuta mteja, namna gani ya kumfuatilia mteja, namna gani ya kumhandle mteja ili asiweze kukimbia, kwa sababu siku hizi tunasema hakuna biashara mpya. Unachokifanya kuna mwenzako anakifanya, lakini namna gani nitadili na wateja wangu ili wasiweze kuondoka kwenda kwa mwingine, hayo ni maarifa ambayo ninayo, ambao huko nyuma pia niliona kwamba nilikuwa kweli ninakosea. Kwa hiyo kwa improvement ambayo nimeipata hapa, nikirudi nitaenda kuiapply vizuri, na naamini kwamba nitafikia malengo yangu vizuri kabisa bila kupata changamoto yoyote. Kwa hiyo unataka kuniambia wajiandae mtaani? Wajiandae, tunaingia kwenye mapambano. Mwamba anakuja. Mwamba kweli kweli. Safi sana Hemedi, hongera sana kwa hilo. Mimi nikurudishe kwenye ile point sasa ya mwani. Natamani kufahamu pia kidogo kwa research ambayo umeifanya, ukijumlisha wewe ni librarian lakini ni mjasiriamali ambaye una ubunifu ndani yake. Sasa hivi tunakuita innovative employee sasa kabisa. Oh, sorry, innovative entrepreneur. Safi sana. So mwani imekuwa na mchango gani mkubwa katika bidhaa ambazo unafikiria kwenda kuzitengeneza? Kwa mfano umetaja moja ya bidhaa kuwa na unga wa lishe ambao ndani yake una ingredients za mwani. Kwa nini mwani kwenye unga na kwa nini mwani kwenye hizi bidhaa nyingine mbili ambazo umezitaja? Tumeuzungumzia mwani kama superfood. Kwa wazungu wenzetu wanaita ni superfood, kwa maana ni chakula ambacho kinakupa kila kitu ambacho unaweza ukakipata kwenye vyakula vingine kidogo kidogo. Yenyewe tu inakupa virutubisho aina 92 kati ya virutubisho 102 ambavyo vinahitajika kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo unaona kabisa ni fursa kubwa sana ambayo ukiadi kile kitu kwenye unga wa lishe unaweza ukampa mtu akapata vile virutubisho vyote muhimu ambavyo vinahitajika kwenye mwili wake. Kwa hiyo baada ya research nikaona kwamba hii superfood, kwa nini inaitwa superfood? Nikapata maana yake na nikawafuatilia wenzetu wanafanyaje katika matumizi ya hii superfood ambayo ni mwani. Nikaona kuna mapinduzi makubwa sana. Sisi tumechelewa. Kwa sisi ni wazalishaji, tunawauzia wengi nje ya nchi. Kwa hiyo nikaona kwa nini hiki kitu tusikifanye hapa kwa Tanzania, na kwa nini siwe mimi niweze kufanya hiki kitu. Lakini nilifuatilia kwa baadhi ya wajasiriamali wa Tanzania, nimeona bado kuna wengine tayari wameshaanza kutengeneza sabuni, na kuna wengine tayari wanatengeneza mafuta ya nywele, kuna wengine wanatengeneza gel kwa ajili ya ngozi. Na pia kuna mmoja tayari ameshaanza kutengeneza hizi ungalishe na anafanya vizuri. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nikasema hiki kitu na mimi ngoja nikifanye. Kwa hiyo na imani kabisa kwamba nitakifanya kwa weledi na kitaleta mapinduzi makubwa katika utengenezaji wa lishe ambazo sio lishe tu hizi ambazo zimechanganya nafaka ambazo zinafanana, kwa sababu tunazungumzia lishe hizi ambazo mtu anaweka uwele, mchele, karanga. Kwa unakuta zote unakuta ni wanga, zina wanga, lakini nikiweka kitu cha tofauti kama hicho naona kitaadi value kubwa sana katika biashara yangu na katika product zangu ambazo ninazifanya. Hongera sana Hemedi. Mtazamaji wa Darubini ya Biashara, ikiwa ulikuwa nasi toka mwanzo mpaka hapa tulikofikia, naamini kuna vingi umevibeba kutoka kwa Hemedi. Kufanya biashara sio kuuza na kununua tu, lakini yeye amewajali wateja, amefikiria washindani aliyokuwa nao, lakini ameingia kufanya research, kujifunza kuhusiana na mazao mapya ambayo yanaweza kutumika kama ingredient. Na labda pia ukienda kuresearch vizuri utatambua kwamba hata mwani, kuna baadhi ya mataifa wanatumia mwani kama sehemu ya chakula. Kwa unaona namna ambavyo Hemedi amechanganua vizuri kutuonyesha namna mwani ambavyo unabeba virutubisho vingi. Nadhani ndio zao lenye virutubisho vingi kuliko mazao ambayo tuko nayo, sio? Yote. Kwa hiyo hakuna zao ambalo linaweza likafikia virutubisho vinapatikana kwenye mwani. Sema kati ya virutubisho 102 vinahitajika kwenye mwili wa binadamu ambavyo vinapatikana sehemu tofauti tofauti, lenyewe tu peke yake lina virutubisho 102. Kwa hiyo linaweza likatumika kwa namna mbalimbali katika kuboresha afya ya binadamu, hata kupunguza uzito. Wale wanaopunguza uzito bila kufanya mazoezi magumu na nini wanatumia zile. Wale health conscious person wengi wanatumia mwani katika kujiweka vizuri. Mimi na kaswali ka kichokozi hapo kidogo. Hemedi, kwa nini usingeacha tu kufanya? Unajua umetumia muda yaani umepoteza muda kusoma, kuja business startup center. Tayari ulikuwa unafanya biashara. Si ungeacha tu alafu ungeendelea na maisha mengine mzee? Biashara bila elimu wakati mwingine inaweza isisustain au ikawa changamoto, kwa sababu kila siku watu wanagundua vitu vipya. Na wanaogundua vitu vipya sio watu ambao ni watu wa mtaani, ni watu ambao kidogo wamesoma na kuweza kuchanganua mawazo, kuweza kuona fursa na kufanya mapinduzi katika biashara. Kwa hiyo tukiangalia wafanyabiashara wengi waliofanikiwa zaidi ni wafanyabiashara ambao
wana elimu. Kwa hiyo na mimi niliona ni vizuri nitumie muda wangu mwingi sana kujifunza, na wewe pia ni shahidi katika startup center, katika seminar nyingi ambazo zimefanyika ambazo ni za muhimu, nimekuwa nikihudhuria. Yote nikatia kuhakikisha kwamba na jenga elimu yangu, na jenga skills, na jenga maarifa ambayo itakanisababisha nifanye vizuri katika biashara yangu na kujitanua zaidi. Hongera sana. Basi wakati unajiandaa kuzungumza na vijana wajasiriamali, maneno mawili matatu ya kuwaambia, mimi nataka kuconnect nawe mtazamaji wa Darubini ya Biashara ambaye umekuwa ukitufuatilia katika kipindi hiki. Ni kweli kwamba biashara bila elimu wakati fulani inaweza isisustain, maana ya kwamba inaweza isiende mbali zaidi. Lakini ukiendelea kubaki hapa katika kipindi chetu ambacho kila wiki unapata episode mpya ambayo inakuonyesha mawili matatu juu ya ujasiriamali na biashara, inaweza kuwa ni sehemu yako moja nzuri sana ya kujifunza kuhusiana na masuala haya ya ujasiriamali pamoja na biashara. Nirudi tena kwako Hemedi. Watazamaji wa Darubini ya Biashara wanakutazama. Ikiwa unapata nafasi ya kuzungumza na vijana wajasiriamali, whether walioko ndani ya chuo cha uhasibu Arusha ama walioko nje ambao wanatufuatilia kupitia kipindi hiki, unatamani kuwaambia nini? Wajasiriamali walioko hapa chuo cha uhasibu Arusha na walioko nje ambao wanatusikiliza kwa sasa, nachopenda kuambia kwa siku ya leo kwamba biashara ni uvumilivu. Biashara ina changamoto nyingi ambazo pengine zinaweza zikakupelekea ukakata tamaa ukasema mimi siwezi kufanya tena biashara. Na ndio maana wote hatui wafanya biashara kwa sababu ya changamoto ambazo ziko ndani yake. Ukiwa unaogopa kupoteza kitu ili upate kitu, hutaweza kufanya biashara. Kwa hiyo mjasiriamali ambao unatusikiliza sasa hivi, nikupe moyo kwamba changamoto unayopitia sio wewe wa kwanza kuipitia. Kwa hiyo jitahidi na tafuta njia mbalimbali za kuweza kuitatua hiyo changamoto ili uweze kuvuka hiyo hatua na uweze kuwa strong zaidi, uweze kufanya vizuri. Tuendelee kujifunza pia kulingana na, kwa sababu changamoto nyingine unaipata pengine ni kutokana tu na wewe kutokufahamu kwamba kitu fulani kinaweza kikafanyika vipi na kikaweza kikakaa sawa. Kwa hiyo unapofanya, jaribu kujielimisha katika ile eneo ambalo unalifanyia kazi. Kama unafanya biashara fulani, unatengeneza sabuni, hebu jaribu kujielimisha kupitia sehemu nyingine mbalimbali. Soma wafanya biashara labda wa nchi fulani wanafanyaje, soma wafanya biashara wa kitu fulani wanafanyaje, uweze kuboresha kile ambacho unacho ili uweze kufikia malengo. Changamoto ni sehemu ya biashara, changamoto zinakujenga, unakuwa stronger zaidi na unaweza ukafanikiwa ukiweza kuzipambana nazo na kuzitatua changamoto ambazo zinakukumba. Asante sana Hemedi. Na mimi nimalize kwako kwa kuzungumza, ikiwa unafanya biashara ama unafikiria kuhusu biashara, fikiria kitu gani utakuwa ukikivumbua kipya kila siku kwenye biashara yako. Hicho kinakuongezea thamani ukiwa wewe kama mjasiriamali ama mfanyabiashara. Ikiwa ulimsikiliza Hemedi, tayari alikuwa akifanya biashara lakini aliona hiyo haitoshi, akaweka muda kujifunza, lakini akawaza kuongeza kitu kingine kipi ambacho kinaweza kuongeza thamani na yeye kumfanya asimame vizuri kwenye soko la ushindani. Basi hii ni Darubini ya Biashara ambayo inaendelea kukuangazia masuala mazima ya ujasiriamali pamoja na biashara kupitia IAA Media TZ, na majina yangu ni Justin Maire. Karibu.